condemnation. Nikaenda kuangalia maana ya condemnation. Condemnation inamaanisha punishment. Punishment ilikuwa kifo. Punishment ilikuwa kuondolewa uhai. Sheria ilikuwa imetayarisha kamba ya kuninyonga. Sheria ilikuwa imetayarisha lethal injection. Sheria ilikuwa imetayarisha electric seat. Lakini Biblia inasema alipokufa akachukua adhabu nili ambayo ilinifaa, akaichukua yeye, akasema I will die on your behalf. Leo tunasimama 2025 kwa sababu kuna mwanaume alikubali kusimama on your behalf, akasema I will be the ultimate sacrifice. I will be the lamb that will stand on your behalf. Sijui nazungumza na nani, ama mtu anaelewa maana ya damu iliyomwagika. Ningetoa wapi mbuzi kila siku? Ningetoa wapi kondoo kila mwaka? Ningetoa wapi hata njiwa ili nisamehewe? Lakini Yesu akasema nitasimama, nitashuka kama mwana kondoo aendaye machinjioni, na damu yake ilipomwagika msamaha ukaingia ulimwenguni. I am no longer condemned to death. There is no more condemnation. As long as I have Jesus in my life, mauti hayana mamlaka juu yangu tena. Mauti hayana neno juu yangu tena. Deni nimelipiwa. Sitafukuzana na mapolisi. Sitafukuzana na mapepo. Shetani has nothing on me because the debt has already been paid. He paid it on the cross. He paid it on the cross. Alilipia msalabani deni za jamii yetu, deni za ukoo, deni za mababu walioabudu miungu, walioenda kwa wachawi, walioenda kwa waganga, walioroga kwa lineage yangu, waliofanya mazingaombwe. Laana yao na hukumu yao haina uwezo juu yangu, maana Yesu alilipa.